Lakini kwenye swala ya kiroho, mtu wa rohoni tunampima katika vitu viwili. Anaweza kama mtu wa roho upande wa giza, anaweza kama mtu wa roho upande wa nuru. Nategemea yeye ameshika upande upi. Lakini leo ningetaka nizungumze ni kitu gani kinaweza kufanya ukapanda kwenye maisha ya roho, ukakaa kwenye ulimwengu wa roho kama mtu mkubwa, kama kiongozi, kama mtu wa rohoni, kwa sababu rohoni unaweza ukaingia ukapanda na kushuka. Usipoelewa namna ya kumaintain, inakuwa anapanda na shuka. Lakini kuna kitu kinachoweza kufanya wewe uka maintain ile status ya kwenye ulimwengu wa roho na kaa top. Sasa hizi roho nyingine, kwa sababu roho yako ni bora kuliko roho nyingine zote, wewe umebeba roho bora kuliko nyingine zote, maana yake umebeba roho ya Mungu aliye juu, ikakusaidia wewe sasa ukakaa mahali pajizi roho nyingine zote zikawa hazikusumbui. Kuna vitu unatakiwa uvijue, kuna vitu unatakiwa uvifanye ili uweze kuwa na maisha ya kwenye ulimwengu wa roho ya hali ya juu, ambayo roho nyingine zote hazitaweza kufikia kwa wepesi. Njia mojawapo ni maombi. Kwa nini tunasema maombi? Watu wengi tunachojua maombi, tunajua masuala ya maombi ni kuomba mahitaji. Wengi tunajua ni mahitaji yetu, na wengi tulivyofundishwa kwa level yetu ndogo. Ndio maana tulifundisha kwamba maombi ni sehemu, ni mawasiliano na Mungu, ni sawa, lakini maana yake ni sehemu ambapo naenda kuomba upewe unachotaka kupewa. Lakini ukiangalia tangia kitabu cha Mwanzo, mtu anayetuonyesha ishara ya maombi ni Musa. Tulipomwona Musa alipokuwa anapanda kwenye milima, Mungu alikuwa anamuita Musa, anamwambia njoo huku juu mlimani. Kwa sababu Mungu yuko juu, alikuwa hawezi kuongea na Musa akiwa huku chini. Huwa anamchukua anamwambia twende mlimani. Musa anaenda mlimani. Na mlimani Mungu anasema yeye anakaa wapi? Anakaa katika milima. Agano la Kale linaeleza hivi. Mungu anapatikana mlimani. Ndio maana hata wana wa Israeli wakati wanamwabudu Mungu, wanatengeneza sehemu ya ibada, walitengeneza sehemu ya Israeli. Hekalu limejengwa kwenye mji wa Daudi, mji wa vilima, wakiwa wanaamini ya kwamba Mungu anaabudiwa kwenye milima. Kwa hiyo wanapoenda kumwabudu Mungu, wanaabudu sehemu ya milima. Wakijenga madhabahu, wanajenga sehemu ya mlima, kwa ile mlima Moreo. Kwa hiyo inaonyesha agano la kale, Mungu alikuwa anatafutwa kwenye milima, ambayo ni physically kabisa, kwamba ni milimani. Mtu anaenda mlimani, anaenda kumwomba Mungu. Ilisemekana Mungu ndivyo alivyoona kufisha sehemu ya milima. Kwa hiyo sehemu ya tambarare hakuna mtu ambaye alikuwa anaenda akitaka kuomba Mungu, anaenda kwenye milima. Kwa hiyo agano la kale, kwa sababu ilikuwa linaakisi mambo ya sasa hivi, sio spiritual kama vile, ilikuwa ni physically kabisa. Vitu na wakiambia wanafanya hiyo physical, kwa hiyo wakawa wanafanya vile kilichoandikwa. Kwa hiyo kwa nini? Kwa sababu sehemu ya maombi itakukutanisha na Mungu. Sehemu ya maombi ni njia kukutana na Mungu, na ndio maana hayatakiwi yawe ya siku moja yaishe, ikiwa yawe yanaendelea. Kadri unavyoendelea unaendelea kupanda ule mlima.